Kama ningekuwa niko na wazazi ambao wanaojali, lazima mimi ningekuwa tayari kuna historia yangu kwa nyuma kwamba kuna watu wamefungwa kwa sababu ya unyanyasaji wa kijinsia. Mimi nilianzishwa nikiwa mdogo sana. Nilianza mambo haya nikiwa mdogo sana na ilikuwa sio kwa ridhaa yangu. Lakini ilikuwa ni kwa sababu tu ya mazingira ambayo niliyokulia. Na nilianzishwa na watu wa nyumbani, wazazi kabisa. Mzazi wangu mimi ndiye ambaye alionifanya mimi nianze kufanya hivyo vitu kipindi ambapo nikiwa sijielewi kabisa. Ni jambo la kushangaza sana kwa sababu tunaamini siku zote, hata leo hii nikiwa na umri huu mimi naamini kwamba mtu anaweza akawa yuko salama akiwa na wazazi wake au walezi. Lakini sasa kwangu mimi mambo yalikuwa ni tofauti kabisa. Karibuni hapa katika simulizi yangu hii kwa sababu naamini kwamba kila mtu ambaye atakayesikia simulizi hii kuna vitu ambavyo atajifunza. Nilipokuwa nataka kuja hapa makala simulizi ili niweze kusimulia hii simulizi yangu, watu ambao niliowaambia, hasa watu wangu wa karibu, waliniambia kwamba unakwenda kujidhalilisha. Lakini niliwaambia kwamba mimi sio issue ya kwamba mimi najidhalilisha kueleza simulizi yangu ya mambo ambayo yalionikuta toka nikiwa mdogo. Na hasa masuala yangu mazima yanayohusiana na masuala ya michezo, niliochezeshwa michezo ya ngono. Niliwaambia kwamba ninaamini kwamba katika simulizi yangu, kisa changu hiki ambacho nitakachokuwa nimewapa watu, angalau hata katikati ya watu 100 kuna mtu mmoja ambaye atajifunza kitu na anaweza akajiepusha na mambo fulani fulani. Karibuni sana katika makala simulizi. Nashukuru sana kwa mimi pia kukaribishwa hapa ili niweze kutoa simulizi yangu hii. Karibuni sana, tuweze kwenda pamoja. Simulizi yangu mimi inaanzia hapo nyuma sana, kipindi ambapo mimi nikiwa bado ni mdogo. Kwanza jina langu mimi ninaitwa Jamila. Kama ukipenda sana kuniita kwa majina yangu yote, basi mimi naitwa Jamila Idris. Ni mtoto ambaye nilikulia mazingira ambayo pengine ingekuwa ni mazingira ya leo nikizungumza ningesema ni mazingira hatarishi sana. Japokuwa kwa kipindi hicho mimi nilikuwa sifahamu kwamba ni mazingira hatarishi, japokuwa nilikuwa na wazazi wangu. Mmoja alikuwa ni mzazi wangu halisi ambaye alinizaa, yani baba yangu. Lakini huyu mwingine alikuwa ni mama yangu wa kambo. Baada tu ya mama yangu kunizaa mimi, ni mapema sana ndipo ambapo alipopoteza uhai wake. Kwa hiyo katika mazingira yangu mimi, toka nikiwa mdogo sana nilikulia mazingira ambayo niko mimi na baba pamoja na mama yangu wa kambo. Since nikiwa kama na miaka 3 hivi. Kipindi hicho ndicho ambapo nilipoanza sasa mimi kukaa na mama wa kambo. Nilikuwa sijui hili wala lile. Nilikuwa sifahamu, lakini kadiri siku zilivyoenda, mateso ambayo niliyokuwa nikipitia, nilikuja kugundua kwamba kweli huyo sio mama yangu kama ambavyo wengi walivyokuwa wananiambia na hata yeye mwenyewe alivyokuwa ananiambia. Sikujua kama mateso yangu yale yangevuka mipaka na kwenda katika manyanyaso makubwa ya kingono. Nilikuwa sifahamu. Na hata hivyo kwa akili yangu ya umri ule, nilikuwa sifahamu kama kuna mambo kama hayo. Lakini badala yake mimi ndivyo ambavyo ilivyotokea, yakatokea kutokea mpaka mimi nikawa nimeharibika. Baba yangu mimi Idris alikuwa anafanya kazi maeneo ya mbali kidogo na pale nyumbani. Kwa hivyo alikuwa akienda kwenye kazi zake, anakaa siku 3, siku 4, harudi pale nyumbani. Baada ya hizo siku ndipo anarudi sasa pale nyumbani. Nilikuwa nafurahi pindi ambapo baba yupo sana. Kama unavyofahamu kwamba unapitia mateso mengi sana unapokuwa unalelewa na mama wa kambo, ndivyo ambavyo na mimi kwangu ilikuwa, lakini nilikuwa napata sana hueni wakati ambapo baba anakuwa amerudi. Sasa baba akiwa yupo, mateso yangu yalikuwa yanapungua.
Lakini akiwa hayupo, nyumba nilikuwa nikiona ya moto. Unajua ya moto? Nilikuwa nikipigwa sana na kupewa kazi ambazo zilikuwa ziko juu ya umri wangu. Yaani nina miaka 3, 4, 5 lakini nilikuwa napewa kazi. Kila kazi nilikuwa napaswa nifanye mimi. Ikiwa ni kusombelea maji kutoka pale nje kuingiza ndani, nilikuwa nalazimishwa kubeba ndoo ile. Kitu ambacho umri wangu mimi bado nilikuwa sijafikia. Niliona mateso makubwa sana na wakati mwingine mpaka kunyimwa chakula. Of course, ninapozungumza kama hivi kila mtu anaweza kaona ni jambo tu la kawaida kwa mama wa kambo. Kweli, na mimi nafahamu kwamba ukikaa na mama wa kambo ni kawaida kabisa kufanywa matendo kama hayo. Lakini ni bora sasa basi ningekuwa napewaga hizo kazi nifanye tu. Kunyimwa chakula na nini, sawa. Lakini mambo yangu yalienda mbali zaidi. Sasa kutokana kwamba babangu pale nyumbani alikuwa hakai sana, ni siku 3, 4 ndipo anarudi pale nyumbani. Mimi pale nyumbani muda mwingine nilikuwa niko na mama pamoja na mdogo wangu ambaye ni mtoto wa mama huyu. Yeye alikuwa anaitwa Karani. Tulikuwa tunapendana sana na yule mdogo wangu. Japokuwa sometimes mama alikuwa ananikataza kabisa kwamba nisiendelee kumsogelea mtoto wake. Alikuwa ananiambia kwamba mimi nina mikosi sijui nini, mambo mengi kama yale. Lakini hilo halikuondoa kweli kwamba mimi pamoja na mdogo wangu Baraka na yeye Karani tulikuwa tunapendana sana. Siku zikaenda bana na mimi nikawa nimeanza shule. Mateso mengi sana nilikuwa nikiyavumilia. Haikuwa issue sana, nilikuwa naona tu poa, yani na nilikuwa naona kama maisha ndo hayo tu. Pengine hakuna mtu ambaye ana maisha mazuri zaidi ya hapo. Nilipoanza darasa la kwanza ndipo sasa nilianza kuona maisha tofauti na kule kwa wenzangu. Nilikuwa naona maisha tofauti na mimi. Sometimes nilipokuwa nikienda kwa marafiki zangu, nilikuwa nikiona jinsi ambavyo wanavyofanywa matendo mema na wazazi wao na wale watu ambao wanaokaa nao. Ilikuwa ni wanaishi kirafiki sana. Yaani unakuta mwenzangu anaenda shule mpaka anaitwa anapigwa busu ndipo anaenda. Yaani unakuta anasetiwa nguo vizuri, kafanya hivi na vile, yaani unajua upendo ule, mapenzi makubwa sana kati ya rafiki zangu pamoja na wazazi wao au walezi wao. Kitu kile sasa kilianza kunifungua macho, ndipo nikagundua kwamba kumbe mimi kule nyumbani the way wanavyonitendea si hivyo. Nilianza kutamani sana kwamba na mimi kama ningepata mzazi halisi ambaye ananifanyia vitu kama vile. Sikuwa na uwezo, lakini siku moja nilibidi niulize. Nilimuuliza baba nikamwambia, nimekwisha kuambia kwamba huyo sio mama yangu. Mama yangu mzazi yuko wapi? Japokuwa nilikuwa bado mdogo, lakini babangu hakusita kuniambia ukweli. Akaniambia tu kweli kwamba mama yako alifariki dunia hivi na vile, lakini unaye mama huyo hapa, na kwa nini umeniuliza? Nilimwambia baba, mbona mimi wenzangu naona wanapigwa busu mpaka wakienda muda wanaenda shule. Wanafuliwa mabegi yao, wanafuliwa nguo zao, lakini mimi siye kufanywa hivyo. Ndio maana nikauliza kwamba kwani mama yangu yeye yuko wapi? Baba yangu niliona kabisa uso wake umebadilika. Lakini katika akili yangu ya utotoni nilikuwa sifahamu sana kwamba ni nini maana yake sana. Lakini niliona uso wake ulibadilika kuelekea kwenye upande wa huzuni. Babangu aliongea maneno marahisi mepesi pale ya kunitia moyo. Akaniambia tu usiwaze, atakufanyia hivi na vile. Basi tukawa tumelimaliza juu hivyo. Siku bana zikaendelea kwenda, msikilizaji. Baba yangu mimi akawa anaendelea na kazi zake za kutoka kwenda kurudi. Sasa mama pale nyumbani alikuwa akinifokea vitu vingi, akinigombeza. Ananiambia kwamba baba akija nisije nikamwambia. Na mimi kweli nilikuwa na nyamaza kwa sababu nikithubutu kuongea kipigo ambacho nilichokuwa napewa huwezi ukaamini. Siku moja alikuja mtu pale nyumbani ambaye alijitambulisha kwamba yeye ni kaka yake na mama yangu wa kambo yule. Akaja pale, kwa hiyo mimi nikaambiwa namuita mjomba. Siku hiyo alikuja pale, basi nikatambulishwa na mimi japokuwa kwa kufokewa hivyo. Basi nikawa nimekubali kwamba ni mjomba.
Kuanzia siku ile nikawa namuita mjomba. Aliondoka ile siku na hatimaye tuliokaa kama mwezi mmoja alirudi tena pale nyumbani. Kipindi chote hicho ambacho alipokuwa anakuja, alikuwa anakuja mida, lakini unakuta mida hiyo baba hayupo. Akawa anaendelea kuja pale nyumbani. Baada ya anaondoka, anaenda kwa sababu alikuwa na biashara zake, kwa hiyo akienda huko kwa shughuli zake anakuja pale kumsalimia huyu dada yake ambaye ndo mamangu wa kambo. Anakuja pale anasalimia, anaondoka. Sasa nikajikuta kwamba nimeanza kumzoea kama mjomba, naye akaanza kunizoea. Nakumbuka kuna kipindi hicho, sasa ilikuwa ni likizo mwezi wa 6, hapo niko darasa la 3 hivi. Niko darasa la 3 ndio. Sasa kulikuwa na rafiki yake mama, marehemu mama yangu. Kulikuwa na rafiki yake mmoja, akawa ameongea na baba, akamwambia kwamba bana, naomba unipe yeye Jamila, angalau nikae naye kidogo. Rafiki wa mama yule, yeye alikuwa anakaa huko Moshi huko, ndo alikuwa nyumbani kwake. Alikuwa anaitwa Dorcas. Baba akakataa, lakini baadaye baba akakubali. So mimi nikaenda kwa yule rafiki yake na marehemu mama yangu. Nikaenda zangu kule Moshi. Tukakaa naye kule, sababu likizo ilikuwa ni ya mwezi wa 6 ile. Ilikuwa na mwezi mzima wa likizo. Nilikaa kule kama wiki 2. Karibia 3, kwa sababu nilikaa siku kama 18 hivi. Hatimaye sasa ndipo nikarudi pale nyumbani. Sasa niliporudi, aisee baba hata alishangaa. Akaniambia, mwanangu, mbona umenenepa sana? Umependeza, sio nini? Basi nikawa nasifiwa pale. Lakini upande wa mama kambo, yeye alikuwa ananiangalia vibaya sana. Aniangalia vibaya sana. Basi bwana, tukakaa, siku za kufungua shule zikafika. Shule ilipofunguliwa, mimi nikawa naanza kwenda shule. Nilipoanza tu kwenda shule sasa kama kawaida, yule mama akaanza kunichonjea kwa baba. Oh, Mara, umempeleka huyo binti yako huko, sijui kajifunza vitu gani. Sasa hivi binti, yani mtoto ni malaya huyu. Mtoto ni malaya huyu. Unajua babangu alishangaa. Nikamwambia ni malaya. Mama akamwambia ndio. Mwanao ni malaya. Akasema jamani, huyu mtoto huyu mdogo hivi ameanza umalaya. Mama akamwambia ndio, kaanza umalaya. Ashaanza na muonaona na wanaume huko. Sijui huo mwili ambao umenenepa ndio umeanza kumpa kiburi au ni kitu gani. Lakini ameanza umalaya. Tena ameanza malaya akiwa mdogo sana. Si unaona hata kifuani tayari maziwa yanaanza kutoka, yanaanza kumpa kiburi. Darasa la 3 tu, mwakani la 4, lakini tayari mtoto. Jamani, kweli huyu ana laana. Sijui ulimpata wapi. Huyo mamake sijui ndo alikuwa malaya au ilikuwaje. Nakwambia, unajua mama aliongea maneno mengi. Nilitamani kuyakanusha, lakini nilijua kwamba ni kama ningeanza kuongea pale, ingekuwa ni mtiti mkubwa sana. Mama angeni mind vibaya sana. Na hata baba saa akiondoka, ningeweza kuchezea fimbo zisizo style yangu. Niliamua kunyamaza tu na kuinamisha kichwa changu chini. Baada ya kelele nyingi za mama kumwambia baba pale, baadaye baba akaniita pembeni, akaanza kuongea na mimi. Kwa utulivu lakini kwa ukali. Yaani sauti ya chini, lakini ananiuliza lakini yuko serious kweli. Akaniambia, wewe Jamila, hebu niambie hao wanaume ambao unaanza kusimama nao ni kina nani? Niambie tu. Kaambia baba, hakuna wanaume ambao mimi nasimama nao. Mama yako kwa hiyo ni mwongo? Ngambia mimi sijui, lakini mimi sina wanaume ambao nasimama nao. Zaidi wanafunzi wenzangu ambao tunatoka nao shule. Akina Paul na wengine, hakuna mwingine. Sijui mama anamaanisha watu gani. Sasa mama, unajua, alianza kumwambia baba kwamba mimi ninaanza kusimama na wanaume wa mtaani, hakumwambia wanafunzi. Kwa
Kwa hivyo kile kitendo kikawa kimemwogopesha baba, akihisi kwamba mimi tayari muda wote naweza ngafanywa jambo gani? Ngafanywa jambo baya. Baba alinihoji sana, nikamwambia hakuna hicho kitu. Basi baba akarudi kwa mama akamwambia, sasa naomba ufanye utaratibu, umpime kama ni mzima au la, au ameshaanza kuingiliwa. Kweli bwana, mama akaniita, akanipima. Lakini ananipima huku akiwa anajua kabisa kwamba mimi sijawahi kuingiliwa. Na ananipa na vitisho, ananiambia, sasa wewe jibu nitakalompa baba yako. Ole wako. Ole wako ujifanye unakataa. Ukubali mimi nitajua jinsi ya kuongea na baba yako mwenyewe. Lakini ukijifanya unakataa, nitakuonyesha cha mtemakoni. Wewe ukubali. Umenielewa? Ngambia mama sawa. Japokuwa nilikuwa kishingo upande sana, lakini ilinibidi nikubali. Kwa sababu nilikuwa nafahamu kama ningeanza kubishana tu na mama, kitu ambacho ningekipitia pale. Basi bwana akatoka pale, akaja pale akamwambia baba kwamba eti mimi tayari nimeshatolewa usichana wangu na hamna kitu, mimi nitakuja kupata ujauzito, nimekuwa pepe. Basi mama akaongea maneno mengi sana pale kwa baba. Niliumia sana kwa kweli. Mimi ni mtoto mdogo hapo, nakwambia hata darasa la 4 bado. Naambiwa eti kwamba mimi tayari nimeshatolewa usichana wangu. Niliumia. Hayo kuumia. Aiyo. Niliumia sana, lakini nilikuwa sina cha kufanya. Babangu alishangaa sana na kuanza kuniambia kwamba niweze kumtaja mwanaume ambaye mimi ninayetoka naye. Sikuwa na mwanaume yeyote ambaye nimetoka naye. Nilikataa kabisa kama mimi sina mwanaume. Lakini baba alikuwa ni mgumu sana kunikubalia, kwa sababu mama amemwambia kwamba eti mimi tayari nimetolewa usichana wangu. Unaona? Akawa anasema kwamba mimi nimetolewa usichana wangu. Mwisho baba alianza kunipiga. Ananigombeza, ananipiga ili kwamba eti niweze kumtaja mwanaume ambaye mimi nilikuwa natoka naye. Basi bwana, mimi nilivumilia kipigo tu pale. Nikanywea. Mwisho siku baba akaniambia kwamba anataka kesho yake niweze kumtajia yule mwanaume ambaye nimetoka naye. Kesho yake ilipofika, mimi nilikuwa sina mtu wa kumtaja, kwa sababu nilikuwa sina mwanaume yeyote ambaye nilikuwa namfahamu. Kwanza hata nikitajua mambo ya wanaume nilikuwa nashangaa. Basi baba akanyamaza pale, mama akawa anaendelea kunichonchea pale, anachochea huku na kule. Kila kitu kibaya ananiambia mimi, anamchamba baba yangu, sweetie ni pepe. Mambo kibao nakwambia. Sasa tukafika mwezi wa 12 ule, ili mwakani niweze kuingia darasa la 4. Yule binamu yake mama, binamu mama akambo yule, akaja pale, alikuwa anaitwa William nakumbuka. Akaja pale nyumbani, akawa sasa pale amepokelewa na kama kawaida anko nini na babangu na kipindi hicho pia alikuwa yupo. Pale nyumbani kulikuwa na vyumba vya kutosha tu. Kulikuwa na chumba cha baba, mama, kulikuwa na chumba changu, kulikuwa na chumba kingine, kulikuwa na chumba cha wageni. Lakini nilishangaa kwamba siku ile muda wa kulala, mama yangu aliniambia kwamba, yule mama kambo akaniambia kwamba niende nikalale kwenye chumba kile cha wageni. Nilimwambia mama, anko si ndo atalala kule, mimi napaswa nilale chumbani kwangu. Akaniambia wewe. Na hapo ameniita pembeni hapo muda huo, anko William haelewi. Akaniambia napaswa uelewe ninachokwambia. Nitakubabua hicho kichwa vibaya mno, mpaka uelewe ninachokwambia. Niliona vile. Sikutaka kubishana naye tena. Nikamwambia mama sawa, nitakwenda kulala kule. Basi mimi bana nikatoka nikaenda zangu kulala kule kwenye kile chumba cha wageni. Nikalala kule. Yeye sasa yule mama yangu wa kambo, baada ya shughuli zingine zote, akamwambia kwamba mjomba yeye atalala pale pale kwenye chumba cha wageni. Jamani, nilishangaa muda ambapo usingizi wangu umenipitia. Nilipostuka nikashangaa kuna mtu yuko nyuma yangu. Nilistuka kwa sababu taa ilikuwa bado inawaka. Nilistuka na kukaa. Nilipotazama
nilimwona mtu ambaye alilala pembeni yangu alikuwa ni Uncle William. Nilistuka sana. Lakini baada hapo akaniambia, "Wewe tulia. Tulia, wewe lala tu." Nikamwambia, "Uncle, kwani sasa leo umekuja kulala huko, nini hujaenda kulala kule kwenye chumba changu?" Na akaniambia, "Kwani mama yako si ndo ameniambia nije hapa?" Dada ndo kaniambia nilale huko. Sasa wewe sijui umejichanganyaje ukaja huko. Sasa unajua kuna mazingira yalikuwa yameanza kujengeka pale kwamba mimi na yule uncle ni watu ambao tunaheshimiana. Kwa hivyo niliamua kumute na kutulia tu kabisa, nikanyamaza ili nisije nikaanza sasa kumkwaza mjomba yule. Nilijipumzisha zangu pale huku nikiwa nakaa kwa mashaka sana. Kidogo nilishangaa mlango ukiwa unagongwa. Ulipogongwa, uncle alishuka pale na nilisikia sauti ya mama yangu akambo akiwa anaita, "Wile, hebu njoo kwanza." Basi uncle akatoka pale kitandani akaenda mpaka kule sebuleni. Yaani kule mlangoni. Bila wao kujua, walijua kwamba yani mama alikuwa anajua kwamba mimi sisikia, lakini nilisikia maneno ambayo baadhi alikuwa anamwambia uncle. Yaani, "Wile, usiniangushe na kuomba. Usiniangushe kabisa. Huyo anajifanya kwamba ana akili darasani sana. Atakuja kusababisha kuleta matatizo kwa mtoto wangu huyu. Wewe uko tayari uncle wako apate matatizo kwa sababu ya mtu mwingine? Huyo sio ndugu yako, sio hiyo chochote. Hakikisha kwamba saikolojia yake unaiharibu ili mtoto wetu huyo aweze kukaa salama." Baba yake anajifanya anampenda sana. Sasa kama baba yake anampenda sana na kutegemea wewe, hakikisha unafanya kila kitu. Mko na yeye hapo, mimi niko nyuma yako. Niko nyuma yako, fanya chochote unachokiweza. Uhakikishe kwamba hawezi kuendelea na masomo. Na hata kama akiendelea, asije akawa yuko vizuri. Na kuomba usije ukaniangusha. Nilisikia baadhi ya maneno kama hayo. Mengine nilikuwa sikii vizuri, lakini mengine nilikuwa nayasikia. Na hapo sasa mimi sikuelewa moja kwa moja kwamba ni kitu gani ambacho uncle sasa anapewa maagizo hayo ili anifanyie. Nilitulia tu, nikataka kumuita mama nimwambie, "Mama, mimi naomba niende nikalale kule chumbani kwangu kwa sababu huku uncle amelala huku." Lakini nikakumbuka jinsi ambavyo mama alivyo mkali. Nikijaribu tu kuongea kitu ambacho atakachoniambia ni hatari sana. Anaweza kanipiga hata lisali zima napigwa tu na kusemwa. Basi nikaamua kunyamaza. Mimi pale usingizi ukao huko wa magumashu, yani usingizi upo kama haupo. Nimetulia huku nikiwa natega sikio langu kwa makini sana kusikia kwamba mama anga ataongea kitu gani. Niliendelea kuvuta umakini. Nilimsikia Uncle William akiwa anaitikia. Baada ya hapo, mama akamwambia, "Unasikia? Usiogope chochote. Usiogope chochote, nisaidie. Huyo sio mtoto wangu. Na kama sio mtoto wangu, huyo sio uncle wako. Hayo uncle kujipendekeza, lakini sio uncle wako. Uncle wako ni huyo. Ikiwa huyo ataendelea kuwa na akili yake vizuri darasani, uncle wako huyu atabaguliwa na baba yake. Na kila kitu kitakuwa kinaenda kwa hiyo mtoto wake wa kwanza. Naomba sana usiniangushe. Kumbuka hapa unalinda familia ya dada yako. Sawa? Nakupenda, ndio maana nakupenda sana Williams. Haya bana, mimi ngoja niende. Nenda ili ukaanze kutengeneza mazingira. Bye. Nilisikia maneno hayo mamangu akambo akiwa anazungumza. Hatimaye nilisikia miguu kuashiria kwamba mama yangu alikuwa sasa pale mama akambo anaondoka. Miguu mingine, sauti ya miguu iliyokuwa ikitembea nilisikia. Alikuwa ni uncle ambaye alikuwa anarudi pale kitandani mahali ambapo nilipokuwa. Basi uncle akarudi zake pale, akapanda kitandani.
alifunika shuka lile pale, akanifunika na mimi. Japokuwa mimi nilikuwa na shuka ambalo tayari nimefunika. Nikamwambia anko, mimi sitaki shuka lingine. Akaniambia kama hutaki shuka lingine toa hilo tufunike shuka moja. Nikamwambia hapana bana anko, mimi sitaki. Nataka tu nilale mwenyewe huko na shuka yangu ndo nimezoea. Unaogopa kitu gani bwana? Wewe tulale wote tuko tulivu, sawa? Sawa anko. Kwanza wewe baridi uisikie. Nikamwambia naisikia lakini shuka moja inatosha. Akaniambia basi weka hiyo pembeni, alafu tufunike hii. Hapana. Kumbe ndio maana unagombana sana na dada yangu. Kumbe wewe ni mjeuri Ndio maana unagombana sana na dada yangu. Kwani kuna wakati nilikuwa nahisi kwamba baba Makarani dada yangu labda anakugombeza tu, lakini kumbe wewe ni mjeuri. Haya sasa nakupa amri mimi kama anko wako. Ondoa hiyo shuka weka pembeni. Tufunike shuka hii moja kama unaona. Kama sivyo, iache hapo tufunike zote hizi. Sasa kutokana na ile hali pale, maneno yale, niliona sasa nisianze kugombana na mjomba. Nikatoa ile shuka yangu nikaweka pembeni, nikabaki na ile shuka moja. Nilijisogeza upande wa mwisho kabisa kule kitanda. Ile ndipo mahali mimi nilale. Kwa sababu shuka ilikuwa ni kubwa, nikaamua kwamba mimi nilale mwisho na yeye anko alale huko mwanzo. Muda haukwenda sana na sijui usingizi ulinipitia saa ngapi. Lakini nilipoamka nilikuta kwamba nikiwa nimekumbatiwa mimi na mjomba akiwa amenikumbatia. Kutokana na hali ya baridi ambayo ilikuwepo, sasa nilipata ile joto ambayo iliyokuwa inatoka kwa mjomba yule Williams. Nikafurahi sana. Lakini nilistuka sana kutokana na mazingira, maeneo ambayo yalikuwa yamenigusa mimi mjomba. Mkono wake alikuwa ameuingiza hapa katikati yangu kwenye mbavu zangu, alafu akawa ameupeleka mpaka kwenye kifua changu. Kipindi hicho ndipo ambapo nilikuwa na kama vindulele yani kifua changu ndo kinaanza kutanuka, sababu mimi niliwahi kuanza kuchomoza maziwa yangu. Vidogo vidogo lakini vilikuwa vinashikika. Mjomba alikuwa ameweka mikono yake kule. Nilipostuka nilishangaa akiwa anaendelea kupapasa, yani hajaituliza mikono yake. Nilistuka na kutaka kujichomoa pale kwenye mwili wa mjomba. Mjomba akaniambia tulia. Una shida gani? Wewe ni kama kuna baridi na kuvuta ili uweze kupata joto. Nilitetemeka pale kusema ukweli kwa sababu yani nilistuka, sikuamini kama mjomba angeweza kunikumbatia kiasi kile. Lakini niliona kama ni hali ya upendo. Nilipokaa kidogo niliona ni upendo mkubwa sana ambao mjomba alikuwa ananionyesha. Alinivuta na kunisogeza karibu na mimi hapo nikawa nimegusa kwenye kifua chake kwa mgongo wangu. Alafu yeye akawa amenivuta karibu kabisa na kunibana vizuri. Amenikumbatia na miguu yake akiwa ameniwekea miguu yake, amenibananisha vizuri kwenye mwili wake. Hali ya hewa nilisikia nzuri kwa kweli. Mjomba alikuwa anaendelea kuitelezesha mikono yake katika mwili wangu. Kuna raha fulani nilianza kuisikia kutokana na mikono yake ilivyokuwa inatembea katika kifua changu. Niliona jinsi ambavyo alivyokuwa anaendelea kuitembeza mikono yake ikiwa inashuka mpaka tumboni mwangu. Pamoja na udogo wangu ule, kuna hali fulani ya raha nilianza kuisikia. Sasa mimi nilikuwa nimevaa gauni langu la kawaida la kulalia. Gauni ambalo kiukweli mtu akipitisha mikono mahali ni kama linahama na mwili wako wote, mtu anaweza kugusa kila mahali. Mjomba aliendelea kutaradadi katika mwili wangu. Nilianza kuipata raha ambayo sijawahi kuipata. Huko nikianza kumwambia tu mjomba. Jomba. Anko. Nilianza tu kumuita huko nikiwa na gunaguna pale kutokana na hali ambayo nilikuwa naisikia. Anko alikuwa ni mtundu sana kuendelea kupeleka mikono yake katika mwili wangu. Haikuishia kifuani tu, aliileta mpaka kwenye kiuno changu na kuishusha kupitia kwenye mapaja yangu na kuishusha mpaka kwenye nyayo zangu. Nilikuwa naipata raha kubwa sana. Kadiri dakika zilivyoenda, anko aliondoa ile shuka yote. Na hapo sasa akawa anacheza na mwili wangu kuanzia kwenye kipaji, kwenye kichogo, anashuka, anatembea shingoni, anatembea na mimi na kwa mikono yake, huku akiwa ananigusa pia na miguu yake. Alicheza na mimi katika hali nzuri sana. Niliona raha ya kulala na mjomba kwa siku ile mara ya kwanza.
Niliona kwamba kumbe kuna raha sana. Nilitamani kwamba hata siku ambayo itakayofuata mimi nitatamani kama mjomba akiwepo niendelee kulala na yeye. Aliendelea kuizungusha mikono yake na mwili wake kwa ujumla, huku akinigawia joto lake kwa jinsi ambavyo alivyokuwa mara ananilalia na niweka kifua chake mgongoni. Alikuwa anapeleka mikono yake katika tumbo langu, miguu, mpaka huko sehemu ambazo ni kwenye kipochi cha manyoya alikuwa anapeleka mkono wake. Wakati huo mimi nilikuwa ndo kwanza vimanyoya vya huko kwenye kipochi cha manyoya vilikuwa vimeota kimoja kimoja, ndo nilikuwa nikioga, nikimwaga maji pale ndo naona jinsi vikiwa vinalala vile vyeusi vile, ndo nilikuwa najionea na mimi sasa. Nilikuwa nikifurahia ile hali, na mjomba alikuwa anaanza kupeleka kidole chake na kuanza kukitest kama anajaribu kukiingiza ndani kwenye kipochi changu cha manyoya pale. Nilikuwa nikifurahia vitu vingine vyote, lakini kila alipojaribu kupeleka kidole kwenye kipochi changu cha manyoya na kugusisha pale ili aweze kama na kugusisha pale, yani anagusisha pale kama anataka kuingiza ndani hivi, nilikuwa nigestuka kutokana na kwamba nilikuwa kuna maumivu nilikuwa nikisikia kwenye kipochi changu cha manyoya. Ile hali nikiwa naisikia, alikuwa anatoa mkono na kuendelea kupeleka kuchezesha katika mapaja yangu. Ni raha ambayo kiukweli ilikuwa haiwezi kuelezeka. Nilikuwa nikipata raha kubwa sana. Lakini ni kama vile ambavyo ulikuwa unakula labda supu na pilipili. Umeweka pilipili, kuna muda unapata raha, lakini unapokuwa unang'ata mbegu ya pilipili kuna uchungu mkali sana unaupata. Hivyo ambavyo ilivyokuwa muda ambapo mjomba alikuwa akipeleka vidole vyake na kukigusisha kidole chake kikubwa akijaribu kama kukiingiza ndani. Nilikuwa nikistuka, lakini muda ambapo alipokuwa anapeleka na laza mkono wake na kugusa sehemu za juu, nilikuwa nikipata raha sana. Kwa mara ya kwanza nilisikia hali ambayo sijawahi kusikia katika maisha yangu. Nilipata msisimko fulani ya raha kubwa sana baada ya mjomba kunishika na kuniweka, akawa amelala hivi alafu akanilaza hapa kwenye tumbo lake. Alikuwa amenilaza pale huku akiwa anaendelea kunichezesha, kutelezesha mikono yake katika mwili wangu. Kuna kitu kigumu nilikuwa nikikisikia kikiwa kinanigusa katika sehemu zangu za chini. Nilipeleka mkono wangu kule bila hofu. Ndipo nilipokutana na kigingi fulani hivi ambacho kilichokuwa kimesukumwa sana na ile pensi ambayo mjomba alikuwa ameivaa. Nilipopeleka kule nilistuka. Mjomba akaniambia wala usiogope. Mjomba alitoa ile pensi ambayo alikuwa amevaa akaiweka pembeni. Akaniambia nikufundishe kitu. Nilinyamaza, sikuweza kumjibu mjomba kwamba nifundishe au la. Wakati ananiambia nifundishe kitu, muda huo akaniambia kaa hapa kiunoni kwangu. Nilikaa kiunoni kwa maana kwamba nikawa nimekaa kwenye kiuno chake pamoja na tumbo lake. Nimeweka katikati kama nimekaa kwenye pikipiki hivi. Mjomba mikono yake ilikuwa iko kwenye kiuno changu na mimi. Akawa ananiambia nikufundishe kitu, nikamwambia nikawa nimenyamaza kwanza. Akaniambia nikufundishe. Nikamtikisia kichwa kuonyesha kwamba niko tayari kufundishwa. Pale nilipotikisa tu kichwa vile, alinigusa kwa mikono yake yote miwili katika mbavu zangu, kitu kilichonifanya mimi niruke kutokana na msisimko ule niliokuwa nimeupata. Ni kwamba alikuwa amenitekenya, nikastuka hivi. Jamani, vitu ambavyo nilikuwa navipata pale nilikuwa sijazoea kuviona vitu vile. Msisimko fulani hivi ambao ni amazing. Mjomba aliendelea kufanya vile, akiwa ananishika huku anapeleka mikono yake anairudisha mpaka sehemu za makalio yangu na kubinja kidogo, anarudi, ananivuta, ananilaza kifuani mwake, ananikalisha pale kwenye tumbo lake. Wakati huo nikiurudisha mkono wangu kwa nyuma, nilikuwa nakutana na kiki ya pikipiki. Kiki nzito sana ambayo iliyokuwa ni kigingi kiko kwa mjomba. Nilifurahia, lakini jinsi ambavyo nilivyokuwa nikishika kilikuwa cha joto hali juu. Lakini kilikuwa ni kijiti kinene hicho. Mjomba akaanza kuniambia nikufundishe kitu kimoja kwangu. Nikatikisa nikamwambia ndio. Akaniambia jifunze kuchukua hiyo kiki ya pikipiki na kuingiza kwenye kipochi chako cha manyoya. Alivyoniambia vile, nilianza kujua kwamba hapa mambo yamebadilika.
Nikamwambia wewe mjomba, mimi siwezi. Kiki la pikipiki lote ile. Akaniambia basi wewe nenda, nyanyuka hapo, sogea, alafu utanishika hapa kwenye tumbo langu, alafu utaanza kuipeleka hiyo kiki taratibu, kuipeleka kwenye kipochi cha manyoya. Jaribu tu, alafu utaweza. Nikamwambia mjomba, mimi sitoweza. Akaniambia jaribu, nimekwambia. Alikuwa ananiambia nijaribu, wakati huo akiwa anaendelea kunisisimua mwili wangu kwa staili tofauti tofauti. Basi na mimi kutokana na misisimko niliyokuwa nimeipata, nilijaribu, lakini huku nikiwa naogopa kwa sababu mkono wangu nilipokuwa naupeleka kushika ile kiki ya pikipiki ya mjomba, wewe, ile kiki ilikuwa ni ya moto, afu ni kubwa kweli. Nikaenda, nikasogea pale, nikajifanya kama naikalia, lakini nilikuwa sikali. Na hii gusisha tu juu hivi, najaribu kukaa, eti ananiambia nipeleke kwenye kipochi cha manyoya. Nilikataa, lakini nilipopeleka nikaanza sasa kugusisha pale kwenye kipochi changu cha manyoya, kuna raha fulani nikaanza kuipata. Kuna hali fulani nilianza kuipata. Kwa hiyo nikajikuta kwamba sipeleki huko kuingiza huko, nazungusha huko kwenye kipochi cha manyoya juu huko, nazungusha mpaka hapa kwenye kimkanda kile cha kipochi changu cha manyoya, na gusisha kile kimkanda changu kile, na gusisha, basi napata raha hatari. Nilijikuta nikiwa napata raha kupita maelezo ujue. Jamani, nilifurahi sana. Basi mimi kutokana na hali ile kiki ya pikipiki ile ya mjomba, nikaanza sasa kuichukua na kuanza kuisukuma kwa nguvu, kuipeleka kwa nguvu hapa juu, kuizungusha kwa nguvu hapa juu. Mwili wangu nikawa nauzungusha hapa juu tu. Yaani sielewi hata nafanya nini, lakini kuna ulaini fulani hivi ambao nilikuwa nikiusikia, kuna hali fulani hivi za raha nilikuwa nazipata. Mjomba alikuwa na yuko makini kuzidi kunishika hivi na kuanza kujaribu kusukuma kidogo eti ile kiki iweze kuingia kwenye kipochi changu cha manyoya. Alivyokuwa akijaribu kufanya vile, nilikuwa naruka. Nikamwambia bana mjomba, mimi sitaki ufanye hivyo, niache nifanye tu mwenyewe. Mjomba akaniambia sawa. Basi mimi nikawa na enjoy jinsi ambavyo nazungusha tu pale. Nazungusha pale, nafurahi kile kipochi cha manyoya kinavyoguswa na ile kiki ya pikipiki. Nafurahi tu. Kuna raha fulani ambayo ilinijia, sijawahi kupata raha ya aina ile. Nilienjoy sana, nilijikuta nimefurahi. Kwa mara yangu ya kwanza nikakuta kwamba kuna hali ya kisima imetokea kubwa sana, chemchemi nzito sana imetokea kwenye kipochi changu cha manyoya. Alafu baada ile hali ya kusikia maji ya kutosha katika kipochi changu cha manyoya iliyokuwa imeambatana na msisimko ulio mkubwa kupita kiasi, basi pale nikajikuta nguvu zangu zikiwa zinaniishia. Sikutamani kuendelea tena kufanya vile. Badala yake sasa nilijitupa nikajilaza pembeni ya kitanda. Mjomba hakuacha, aliendelea kunigusa pale, analeta ile kiki yake, anaigusisha katika sehemu yangu ya nyuma, anaigusisha pale. Baada ya hapo akaniambia mjomba, shika tu, uchezee, usiogope. Peleka mkono wangu na kushika ile kiki ya pikipiki. Nikaa sasa naichezea taratibu. Akaniambia safi sana mjomba, endelea. Nikawa naichezea hivi, akawa ananiambia mjomba, na mimi nafurahi sana unaponifanyia hivi, endelea hivyo. Niliendelea kumfanyia mjomba vile, lakini baadaye nilishangaa kitu ambacho kilichotokea. Sikuwahi kuona mimi vitu kama vile. Nilivyokuwa naendelea kumfanyia vile mjomba, yeye kwa sababu muda huo namfanyia vile, mimi nilikuwa nimelala, nimegeukia juu. Mjomba naye akawa sasa amepiga magoti pembeni hivi. Kwa hiyo mimi nikawa nachezea ile kiki yake ya pikipiki. Naichezea, naona anafumba macho. Baadaye nilishangaa vitu vya ajabu sana vilivyotoka pale, kama maziwa vilitoka kwa nguvu. Unajua viliruka kwa nguvu pale na vingine vilikuwa vimenidondokea kwenye kifua changu. Nilistuka nilisikia harufu fulani hivi kama juisi ya mua, iliyokuwa inatokana na yale maziwa ambayo yaliyokuwa yametoka kule kwa mjomba. Nilishangaa sana. Na hapo mjomba akawa anazidi kujikaza sana, akiniambia safi sana mjomba, umefanya kitu cha maana sana. Ule usiku ulikuwa ni usiku ambao mimi kwangu sitausahau.
Niliona vitu vya ajabu, vituko vya ajabu kwangu mimi, lakini pia vile vile na kwa mjomba. Sikujua kabisa kama kuna vitu kama vile. Niliendelea kufanya vile. Mjomba akiniambia endelea kukazana, fanya tu. Niliendelea kumsugua pale kwenye ile keki yake mpaka pale ambapo nilianza kuona kama ile keki yake sasa imeanza kulainika sasa. Baada ya muda kidogo, anko akakaa pembeni, akawa ametulia. Mimi nilipitiwa na usingizi, lakini nilipoamka nilishangaa mjomba akiwa ile keki yake ya pikipiki anaigusisha kwenye mashavu yangu ya mdomoni. Anaipiga pale, anailainisha, anaipitisha pale. Sasa mimi unajua nilipostuka cha kwanza, nikaanza kujiuliza huo mkono mlaini kiasi hicho ni mkono gani? Huyo mwenye kiganja kilaini hivyo ambacho anakipitisha kwenye mashavu yangu ni nani? Nilipostuka ndipo nilipogundua kwamba haikuwa kwamba ni mkono, lakini ilikuwa ni ile kiki ya mjomba, ile kiki ya pikipiki ya mjomba ndio ambayo aliyokuwa anaigusisha kwenye mashavu yangu. Nilistuka, mwisho akaniambia, alipoona nimeamka akaniambia, bora umeamka, nikufundishe kitu. Shika, endelea kunichezea, igusisha hapa kwenye mashavu yako. Nyinyi unajua hadi nilistuka. Akaniambia usiogope, wewe endelea tu. Nilishika basi ile kiki ya pikipiki, nikaanza kuipiga kwenye mashavu yangu, kufanya hivi na vile kwenye mashavu yangu pale, taratibu. Nikaona ile kiki imeanza kukaza kwa nguvu kupita maelezo. Kiki ya mjomba ile imekaza kupita maelezo. Akaniambia, anko, iweke mdomoni. Nyinyi, mimi nilikuwa sijui hayo mambo, msije kuweka vitu vya ajabu kama vile mdomoni. Nikamwambia pana anko. Akaniambia shika, weka mdomoni. Nikaanza sasa kugeuza uso wangu. Anko akaanza kuhangaika kuna kule, akaanza kunitishia pale. Akaniambia hadi wewe, ujeuri wako hutakuponza. Kuwa makini na ninachokwambia. Nitakupiga, na nikikupiga ukilia, dada akija utajua atakachokufanya. Atakupiga saidi yake, na sikuombei msamaha kama ambavyo mara nyingi na huwa nakutetea. Weka mdomoni. Siku hiyo sasa, baada ya kupata raha zingine zote, hili ndilo lilikuwa ni jaribu langu kubwa sana kupita yote ise kwa muda ule. Niliona ni kitendo cha kinyama sana na cha ajabu kuchukua ile kiki ya pikipiki ya mjomba na kuiweka katika mdomo wangu. Kwanza nikikumbuka muda mchache uliopita ilikuwa imetoa maziwa ambayo sijaelewa ni mavitu gani. Alafu mjomba ananiambia kwamba eti mimi bado niweke mdomoni. Kutokana na kuogopa kipigo, ilibidi niichukue ile kiki ya pikipiki ya mjomba na kuidumbukiza kwenye mdomo wangu. Mjomba aliniambia kwamba nilegeze mdomo wangu, alafu yeye anajua cha kufanya. Nilimkuta mjomba akiwa anaipeleka kwenye upande wa kushoto wa mdomo wangu, anaipeleka kulia. Anaipeleka kushoto, anaipeleka kulia. Nyie nilikuwa nasikia kinyaa, nasikia kutapika, nikasema Mungu wangu mimi hapa natapika. Nikamwambia mjomba, nikaanza kutapika. Lakini hakuna kitu kilichotoka. Baada ya mjomba kuona vile, alitoa sasa ile kiki yake pale. Nilijisikia vibaya sana kwa kweli. Nikawa nataka kutapika, mate amenijia mdomoni, akaniambia wewe usije ukatema hayo mate. Meza. Niliogopa, lakini ilinibidi nimeze kwa sababu nilikuwa na hofia sana. Kama mjomba akinipiga, mama akisikia kule, mama ya kambo yule akija atanipiga zaidi. Ilinibidi nimeze mate yale, japo kishingo upande nilikuwa nasikia hadi kutapika. Nilikuwa sijui hayo ni mavitu gani ambayo nayafanya. Nilikuwa naisikia kinyana ile harufu, bado pale ndani nilikuwa nasikia harufu fulani hivi. Basi baada yangu kuona vile, akaniambia basi tuendelee na michezo yetu ile ambayo tulikuwa tunafanya. Mjomba alianza kunishika na kunifanyia vitu mbalimbali, akiwa ananigusa kila sehemu zangu, huku akipeleka mdomo wake na kuanza kunyonya katika kifua changu. Alikuwa anapeleka na ulimi wake ambao ulikuwa ukifika katika kifua changu ulikuwa unanisisimua vibaya sana. Alikuwa anagusisha sasa kwenye vile vichuchu vyangu ambavyo bado vilikuwa ni vidogo. Nyinyi,
Ile pale nilianza kusahau matatizo ya kuwekewa ile kiki ya pikipiki kwenye mdomo wangu kutokana na jinsi ambavyo nilivyokuwa na bubujikwa na furaha muda ule. Nilisikia furaha kubwa sana ambayo niliyokuwa nikipata kutokana na kile kitendo. Mjomba aliona kwamba mimi kuna furaha fulani ambayo naipata, na yeye akazidi kuongeza umaridadi katika kufanya jambo lile la kupeleka ulimi wake katika kifua changu. Aliendeleza kufanya vile. Mimi pale nilijikuta mikono yangu yote nikitupa pembeni na kugeukia juu, na mjomba pale akawa anaendelea kupeleka ulimi wake visawa sawa kwa kuhamisha kutoka huku na kupeleka upande wa pili katika chuchu zangu. Nilikuwa nikienjoy sana kitendo kile. Na mjomba hakuacha, aliendelea kupeleka ulimi wake katika maeneo mbalimbali ya mwili wangu. Vidole vyake, viganja vyake na ulimi wake, ndevu zake ndivyo vitu ambavyo kila wakati vilikuwa vinagusana na mwili wangu, huku akileta mashavu yake na kwa kuipeleka paka kwenye mashavu yangu. Vitendo ambavyo vilivyokuwa vinazidi kunifanya mimi nipate kusisimka kupita maelezo. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kabisa kupata mambo kama yale. Usiku ule niliuona usiku ambao ulikuwa una sehemu kuu mbili. Sehemu ambapo nilipokuwa na furahi na wakati huo huo nikiwa napata shida. Tuliendelea kufanya vile na mjomba akaanza kuniambia kwamba inabidi nianze tena kujifunza kupeleka ile kiki ya pikipiki katika kipochi cha manyoya. Ndicho kitu mjomba alichoniambia. Sasa kutokana na kwamba tayari alishakuwa amenipapasa huku na kule, tayari na mimi ile hali nzuri sana nilikuwa nikitamani kuendelea kuisikia. Haikuwa shida, nilipanda juu pale na mimi nikaanza kupeleka ile kiki ya pikipiki katika kipochi cha manyoya, lakini nilikuwa siingizi ndani. Nilikuwa nazunguka na hangaishana nayo tu huku na kule naigusisha huku na kule na furahi. Basi napata tu raha kile kiantena changu cha pocha manyoya kikiwa kinaguswa pale. Nilikuwa napata raha sio, yani ni raha kubwa sana. Japokuwa ile kiki ya pikipiki ilikuwa ni ngumu, imekazwa sana ya mjomba, lakini nilikuwa napendelea sana kuisikia ile joto lake. Na maneno ambayo mjomba alikuwa anaongea ambayo nilikuwa mimi mengine hata sielewi anaongea nini, yalinifanya mimi nizidi kusisimka na kufurahia sana jinsi ambavyo ile kiki yake ya pikipiki inavyonigusa vizuri katika pochi yangu ya manyoya. Ilikuwa ni furaha sana jamani. Sitasahau kwa kweli. Nilienjoy sana na nilifanikiwa tena kumwaga tena maji katika kisima changu kile. Kilitoa maji ya kutosha sana kisima siku ile. Chepe na pale nilimkuta kwamba mjomba naye akinishika kwa nguvu na kunikandamizia upande wake. Ni kama alikuwa anataka aweze kupeleka ile keki moja kwa moja iweze kuingia katika kipochi changu cha manyoya. Nilipiga kelele pale na mjomba aligundua kwamba kuna hatari akaniacha. Nilishangaa sana, nikasema sasa ni kitu gani hiki? Kilichokuwa kinanishangaza ni jinsi ambavyo nilivyokuwa ninapata furaha, lakini katikati ya hiyo furaha kuna muda napata tena na shida umomo. Kama pale ambapo mjomba alipotaka kuingiza ile keki kwenye kipochi cha manyoya, nilijikuta nikistuka kwa nguvu sana. Basi bwana, usiku ule ukapita na tukafika sasa asubuhi. Ila asubuhi nilikuwa nimechoka sana lakini nilikuwa naona kama nimeifahamu dunia nyingine mpya ambayo dunia hiyo nilikuwa sijaifahamu hapo kabla. Niliona kabisa kwamba nimeiona dunia nyingine mpya ambayo hapo kabla sikupata kuiona. Niliendelea kukumbuka matukio ya usiku ambayo yalivyokuwa yametokea. Nilirirewind matukio mbalimbali ambayo yaliokuwa yamenitokea usiku ule. Yale mazuri na yale mabaya. Sasa asubuhi ile sasa na mama ndipo akaja pale. Akaita mdogo wake. Yule mdogo wake yani mjomba akasimama pale akaenda mpaka kule. Akafika mpaka pale mlangoni. Mama akamuuliza, vipi? Ulifanikiwa? Mjomba sikumbuki sijui alichokuwa amejibu. Sikusikia kwamba amejibu kitu gani. Lakini nilimsikia mama akisema, yani wewe ufanye vyovyote mpaka ujifanikiwe. Masuala ya kuniambia sijui nini kimefanya nini mimi sitaki. Ninachotaka ni kwamba ufanikiwe kwa 100%. Maneno yale sasa mimi yalinishangaza.
Nikajiuliza ina maana mama alikuwa anataka nini kitokee? Nilizidi kuona kama maruerue kwa sababu matendo yaliokuwa yametokea usiku ule na mambo ambayo mama alikuwa anaongea na mjomba, vyote vilikuwa ni vitu vigeni vya kunishangaza. Nilishangaa sana kwa kweli. Basi bwana, tukakaa pale, mjomba karudi pale, hatimaye hakukaa sana pale ndani tena. Akaondoka na kwenda zake kwenye akaamka pale akaenda zake bafuni. Basi na maandalizi mengine ya asubuhi kwa sababu siku hiyo sasa alikuwa anapaswa aondoke. Mimi niliamka na kujiandaa ili niweze kwenda shule. Nilipokuwa niko bafuni naoga, mama alitoka kule na kuja moja kwa moja. Alikuta kwamba mlango wa bafu ulikuwa nimeufunga. Akaniambia fungua. Nikamwambia mama, naoga. Fungua kwanza hapo, kwani kuoga ni kitu gani? Basi nikamfungulia mlango akaingia. Akaniambia nataka nikukague. Nataka nikukague kwa matabia yako mabaya, nataka nijue ni nini ambacho nataka nikukague kama bado wewe ni mzima. Basi mama akaja pale. Akapeleka kidole chake. Akapeleka huko kwenye kipochi changu cha manyoya. Akagusa, nikaruka. Akagundua kabisa kwamba mimi ni mzima. Bado nilikuwa napata shock kwenye akili yangu kwamba haya ni mambo gani? Haya ni mambo gani? Kitu ambacho mjomba alichonifanyia usiku, furaha niliyokuwa nikipata na mistuko mingine niliyokuwa naipata, na hichi mama ambacho ananifanyia, mbona sielewi jamani? Lakini kushangaa kwangu hakukufanya jambo lolote libadilike. Pamoja na kushangaa kwangu, lakini mambo yaliendelea kubaki vile vile. Niliondoka na kwenda shuleni. Nilitamani sana kuweza kusimulia rafiki zangu, lakini niliogopa nikiwaza kwamba kama kitendo kile kitakuwa ni kitendo cha aibu, basi wenzangu watanicheka sana. Lakini nikakumbuka kwamba pia mjomba aliniambia kwamba nisije nikasema kwa mtu. Basi nikawa nimenyamaza, lakini hata mwalimu alipokuwa anaingia darasani, mimi nilikuwa nikikumbuka tu, hata wakati anafundisha nilikuwa nikikumbuka matendo ya jana usiku ambayo yaliyotokea kati yangu mimi na mjomba. Basi bana, siku zikaenda bana, na hata pale baba aliporudi sikuweza kumwambia kitu chochote kile. Nilikuwa nikihofia sana kwa sababu nilifahamu kwamba kama ningesema kitu chochote mama angeweza kunisumbua sana. Na mama angeweza kunionea sana kama ambavyo alivyozoea. Basi bana, mjomba Williams akawa sasa siku zilivyokuwa zinaenda akawa anakuja pale nyumbani hata wakati mwingine baba yupo. Kiukweli ni kwamba baba alikuwa anamfahamu, sio kwamba alikuwa ni mtu wako na kona, hapana. Alikuwa kweli ni binamu yake na mama yangu. Yule mama yangu wa kambo. Basi akawa anakuja pale, tuna muda mwingine tunapiga story lakini kulala halali. Anakuja kusalimia pale mchana anaondoka. Siku moja mjomba Williams alisema kwamba analala siku hiyo pale nyumbani. Siku ile sasa nilifurahi kwa sababu siku ile baba alikuwepo pale nyumbani. Niliamini kwamba Uncle William asingeweza kunifanyia kitu chochote. Kwa sababu kama nilivyokuwa nakwambia, katika mambo yale ambayo alikuwa anapenda kunifanyia kulikuwa na sehemu unapata raha, lakini kuna vitendo hivi ambavyo alikuwa analazimisha sana kwamba tuweze kuvifanya. Vilikuwa ni vitendo ambavyo vilikuwa vinaniumiza. So mara nyingi nilikuwa nakataa. Sasa bana, siku hiyo akawa anasema analala pale nyumbani. Alafu siku hiyo baba alikuwepo. Kafika muda wa kwenda kulala, mimi nikatoka zangu nikaenda kwenye chumba changu. Wakati bado niko pale chumbani, kidogo mama akaja, akanigongea mlango. Wewe Jamila wewe. Wewe Jamila. Kaambia be mama, hebu fungua. Nikashuka zangu pale kwenye kitanda, nikaenda nikafungua mlango. Akaingia mpaka pale ndani akaniambia, "Wewe sikiliza. Usifunge huu mlango wako leo kwa ndani."
Ngambia mama, kwa hiyo mimi nilale mlango wazi? Akaniambia hapo ndo tunapogombana. Nikitaka ufunge nitakuja kukwambia ufunge, lakini kwa sasa hivi usije ukafunga. Na naomba unielewe. Nisienga sasa ole wako nije hapa nitake kuweka vitu vyangu huku ndani alafu nikukute kwamba umefunga. Basi bana, mimi nikajua kuna vitu mama anataka weke kule. Japokuwa ilikuwa sio kawaida kwamba kuna vitu vya mama analeta eti aweke kule chumbani kwangu. Nikaacha ule mlango wazi, mimi nikapanda zangu kitandani nikalala. Baadaye nilipokuja kuamka, muda ukiwa umeenda ni usiku kabisa. Nilishangaa nikiwa nimekumbatiwa. Ni kama nilikuwa nimeshafahamu tu kwamba huyo mtu ambaye anaweza kufanya vitu hivyo ni nani. Japokuwa nilipata mshtuko kwanza. Nilistuka kwanza pale. Lakini mimi kwa sababu napenda kulala nikiwa taa iko wazi. Yaani mimi sizimagi taa. Nilikuwa sizimi taa kabisa. Nilivyostuka tu pale kuangalia, nikaona alikuwa ni yule Uncle Williams. Akaniambia hebu tulia kwanza. Mbona kwa mwoga? Kwani wewe ni mgeni? Si nini? Bwana, unajua siku ile mimi niliogopa sana kwa sababu nilikuwa najua kabisa kwamba Uncle Williams angeenda kule kwenye vyumba vya wageni kule kulala. Lakini cha ajabu ngashangaa yuko chumbani kwangu. Akili yangu haraka sana ikatembea ikanikumbusha kwamba ndio maana mama wa kambo yule aliniambia kwamba nisije nikafunga mlango. Niliamini moja kwa moja kwamba kuna mchezo ambao mama pamoja na yule mjomba wanaucheza. Lakini nilinywea tu. Mjomba alianza kunifanyia mambo yake pale. Michezo ile ambayo tulikuwa tumezoea, alianza kunichezea, kufanya hivi, mara pile, mara pale, mara hivi. Mimi nikawa namsikilizia tu. Vile vitu vingine ambavyo alivyokuwa ananielekeza kwamba niweze kuvifanya nilikuwa nafanya. Alianza kunichezea mambo yake mpaka mimi nikafika kwenye ule mwisho kabisa. Nikajikuta nimetema maji mengi sana kwenye pochi yangu ya manyoya. Kisima kimetemka maji vibaya mno. Tepe tepe. Basi mimi nikajikuta usingizi pale unanijia. Nikatulia. Uncle hakuacha. Uncle Williams aliendelea kucheza na mwili wangu. Akawa anaendelea kufanya vitu vyake anavyohitaji. Sasa baadaye alitoa ile gearbox yake, akaisogeza na kuiweka pale kwenye kipochi changu cha manyoya. Alitaka kujaribu kuingiza kabisa ile gia ili iweze kwenda katika gia kwenye kipochi changu cha manyoya. Nikastuka. Nilipostuka akanitazama akaniambia tulia. We. Ile gearbox lake lilikuwa ni kubwa. Kiasi kwamba akijaribu tu kulinadi mimi bado nilikuwa ni mtoto mdogo. Nilipata maumivu ambayo sio ya kawaida kabisa. Basi nikastuka pale. Akaanza kuniambia tulia, swini, na kuanza kunipa hadi kibao. Mara nitafanya hivi, nitafanya vile, swini. Maneno kibao. Akawa ananieleza. Nikawa namwambia hapana. Akanibembeleza kwamba hawezi kuingiza ile gearbox. Anang'ang'ana kwamba hawezi kuingiza ile gia ile gia kwenye kipochi changu cha manyoya. Akamwambia hapana, hiyo haitoshi. Mimi bado mdogo. Haitoshi kuingia humo. Nilikataa katu. Mjomba Williams aliendelea kuhangaika na mimi kwa namna ya kubembeleza, lakini na kulazimisha ikiwepo ndani yake. Yaani anabembeleza huko analazimisha. Dakika zilienda pale. Sasa mimi niliogopa kwa sababu alivyokuwa anapeleka ile fimbo yake kutaka kuingiza katika kisima changu. Nilikuwa nikipata maumivu makali sana. Kwa nikahangaika pale. Baadaye alinizidi nguvu. Afa akaniambia nitulie. Atanisaidia, sitaumwa sana kwa sababu tayari ameshaanza kidogo, lakini anapaswa malizie sijui nini. Nilijaribu kukubali kutokana na ushawishi ambao aliokuwa amenipa. Na sasa ukizingatia kwamba muda huo pia alikuwa amenizidi nguvu.
Nilitulia pale na hapo sasa mjomba ndipo akaanza kuchukua ile fimbo yake na kuingiza kwenye kisimi changu. Nilistuka sana baya kwa sababu nilipata maumivu makali sana. Nilipiga yowe la nguvu hilo. Mpaka majirani nao nahisi walisikia ile yowe. Nilipopiga ile yowe, mjomba akawa amefanikiwa kupeleka kabisa ile fimbo yake ameingiza kwenye mdomo mdogo wa kisima changu. Maumivu niliyoyapata yalikuwa ni makubwa sana. Pale akawa amekakamia, akawa analazimisha kwamba anahitaji atemee ndani. Akishatema ndani ndipo aweze kuchomoa ile fimbo yake kule ndani ya kisima. Nikawa nasukuma mimi kumwambia hapana, na huku nikiwa nalia vibaya mno. Baada ya sekunde kadhaa hivi, mjomba yule mzee akawa amemaliza kutema. Kwa hiyo akatoka pale na kukaa pembeni. Kwa upande wa mimi, hali yangu ilikuwa ni ngumu sana. Sasa ule muda anasogea pembeni, mimi naendelea kulia na damu pale zimemwagika. Tukasikia mlango ukiwa unagongwa. Aliyekuwa anagonga ule mlango alikuwa ni baba. Nilinyanyuka huku nikiwa nalia na maumivu yake ni makali sana. Kufungua mlango, baba huyo hapa akaingia. Akaanza kuniuliza shida ni nini? Shida ni nini? Muda huo mjomba yule mzee amejibana pembeni hivi kwenye kabati langu lililokuliko pale ndani kwangu. Nikamwambia baba nakufa mwanao. Nakufa baba. Nilimweleza vile kwa sababu nilikuwa sijui kama kuna uwezekano wa mimi kutoka damu nyingi vile. Damu yangu ilitoka nyingi sana. Pengine kutokana na kwamba labda ndo najirudi labda sababu mimi bado mdogo. Nilikuwa sijui kabisa kama ningeweza kutoa damu nyingi vile. Nilihisi kwamba mimi pengine nakufa. Baba alipotazama pale kitandani aliona ile damu. Akaniambia umefanya nini? Umeng'ata umefanya nini? Nikawa naogopa kuongea. Nikawa naogopa wewe kuangalia. Akamuona mjomba Williams pembeni kule. Akasema wewe unafanya nini hapa? Shemeji, unafanya nini huko? Nikawa nalia sasa pale. Nikamwambia baba huyo hapo ndo ambaye amenifanya vitu vya ajabu. Huyo ndo ameniumiza huku chini. Akaniambia unasemaje? Huyo ndo nikamwambia baba huyo ndo kaniumiza huku chini. Baba akaniambia hebu tuone. Sikuona aibu kabisa kumuonyesha baba ile nafungua. Baba akaona jinsi ambavyo nilivyokuwa nimeumizwa huku chini. Babangu alikasirika, alichukua panga na kutaka kumkata mjomba Williams pale. Mjomba yule sio mbonisi alianza kupiga kelele na kuhangaika huko na kule. Pale mama naye akaja. Mama yangu akampo akatokea pale akaja. Akaanza kumgombeza baba. Oh, wewe sijui nini? Unataka umfanye nini? Umfanye nini? Umfanye nini mdogo wangu? Sijui nini? Wewe. Msikilizaji, kelele zikaanza pale. Baba kwa hekima akatulia. Lakini akaanza kumuuliza mama maswali magumu. Akamwambia umeona kitu ambacho huyu amefanya? Hivi mtoto mdogo kama huyu. Sasa wewe sikiliza, kwa sababu wewe unamtetea, sitamkata mapanga lakini anakwenda kuozea jela. Huyu mtoto ni mdogo, yuko primary. Alafu amemfanyia vitendo vya ubakaji. Sasa ngoja utaona. Babangu alisimamia njuga sana kucha jambo lile. Alipigia alipigia debe lile jambo kwa hasira zake, akiingia na kutoka. Akisema kwamba lazima akamshitaki mjomba Williams. Mama alianza kuongea naye akamwambia ukithubutu kumfunga mdogo wangu, unajua kwamba na mimi sitakuepo hapa. Na nakwambia hata hii mimba iliyoko tumboni ninakwenda kuitoa. Msikilizaji, kipindi kile mama yangu alikuwa na mimba nyingine. Akawa anamwambia baba ukithubutu kumfunga mdogo wangu, na wakati mtoto wako ndo malaya. Yaani mtoto wako ni malaya, mtoto mdogo lakini kila siku kuhangaika na watu wazima. Huyo ndo alikuwa anajipendekeza kila siku, nimemkanya mara kibao. Kila mjomba wake alipokuwa anakuja hapa alikuwa anang'ang'ana, anasema anataka kalale chumbani kwake. Yaani akalale na mjomba wangu. Mimi ndo nimekuwa nikimkataza.
Na sijakwambia tu kwa sababu nikikwambia niliona kabisa kwamba nikikwambia utaanza kuona kwamba kusema na mnyanyasa mtoto wako. Na mambo kibao kama haya. Alafu leo umfunge mdogo wangu. Thubutu uone. Hii mimba naitoa. Alafu na mtoto nakuachia hapa. Alafu mimi na wewe ndio utanijua kwamba mimi ni nani. Uthubutu kumfunga mtoto wangu, mdogo wangu uone. Kama huyo mtoto wako ataendelea. Mtoto wako ndo malaya. Mama akaongea maneno mengi sana. Baba akang'ang'ana sana, akasema kwamba hataongea nini, ninakwenda kushitaki ile. Huyu sasa aweze kukamatwa. Mama aliongea. Maneno yale yalimtisha baba baada ya kuambiwa kwamba atatupiwa mtoto pale na aliyeko tumboni atatolewa. Lakini pia akaambiwa kwamba mimi nitafanywa kitu ambacho baba hatoamini. Mamangu alijua kuongea. Yule mamangu akambo alikuwa anajua kuongea. Mpaka baba akanywe. Mama akawa ananiambia, "Nenda sasa ukaoge, usafishe mauchafu yako. Unakaa ovyo ovyo tu hapa. Uangalia, yani mtoto dogo unang'ang'ana kutoka na watu wazima, angalia sasa hivi umetolewa minani. Hebu ona kabisa hivi wewe. Hivi una akili kweli wewe? Alafu ndo babako anasema eti sio anataka amfunge mdogo wangu. Athubutu aone. Athubutu ndo mtajua kwamba mimi ni nani." Mama alimfokea sana baba. Baba akaogopa, akaona kwamba sasa inabidi anyamaze. Baada ya kukuta kwamba mama anaongea sana na yuko serious, baba akamuita mama na kuanza kumbembeleza. Kaambia bana yaishe, si nini hasira tu, sitomfunga mdogo wako, si nini. Baba akaogopa na kuanza kuongea katika hali ya kawaida, eti anambembeleza mama ili aweze kutulia. Mamangu naye baada ya kuona vile akazidi kumkazia baba. Baba akajikuta anabembeleza kwa muda mrefu kweli kweli pale. Mama hataki kwenda ndani kulala. Yuko tayari anasema anakaa nje. Akalale tu nje. Lolote linalomtokea limtokee. Mara swibo kwa sababu mara babangu eti ampendi swi nini. Mambo kibao mama alizungumza. Nilimwona babangu sijui ni mtu wa namna gani, kwa sababu mimi pale sasa nilijikuta na maumivu makali. Alafu baba hataki kabisa tena kumshitaki tena yule pale Uncle Williams, kwa sababu eti mama amesema kwamba atamfunga. Basi bwana, baada ya pale usiku ule ukapita. Asubuhi nilikuwa siwezi kufanya kitu. Huku chini kwenye kipocho cha manyoya kumevimba vibaya mno. Sababu mjomba Williams alikuwa amefungasha, yani ile mzigo kubwa. Alafu ile mzigo lote akalitumia kwa nguvu kuliingiza ndani yangu. Kipocho changu cha manyoya ni kwamba kilikuwa kimefumuliwa vibaya sana. Nililia sana pale na baba na mama wakaniambia siku hiyo hakuna kwenda shule nisije nikaleta matatizo. Sikwenda kweli, nilikaa pale nyumbani. Nilimuuliza babangu kwa nini sasa Uncle Williams achukuliwa hatua yote. Babangu akaniambia kwamba mamangu akaniambia mama yako hataki. Kwa hiyo pona mwanangu, mambo mengine yaendelee, achana nayo mambo. Jamani, mimi nilikuwa ni mdogo lakini niliumia sana rohoni mwangu. Niliona baba kama mtu ambaye asiyejali. Mtu ambaye anaona kwamba linalomtokea yeyote na litokee tu. Sikupenda ile hali. Nililia sana. Niliumia, lakini siku ziliendelea kwenda. Nikajikuta nikipona taratibu. Hapo mjomba yeye hayupo. Na anajua kabisa hawezi kufanya kitu chochote kwa sababu dada yake yupo, ambaye ndio huyo mamangu wa kambo. Bwana, mimi ile jambo likapita, nikawa ndo nimeanza. Mjomba alipoanza kuja pale tena, akawa sasa ananihitaji tuku mara kwa mara anakuja, na akija lazima anilale. Nilijikuta kwamba mpaka nafika darasa la 5 mimi tayari nafahamu mambo mengi sana ya ukubwani. Michezo nilikuwa nimeshaicheza mengi sana. Lakini sasa imefikia wakati ambapo yule mjomba akawa amesafiri na kuondoka kabisa mkoani kwetu. Akawa haji pale nyumbani kabisa. Mimi nilikuwa nikijisikia sana kucheza ile michezo. Nilikuwa nikijisikia kila wakati kufanya, alafu mtu kufanya naye nilikuwa simuoni. Hapo ndipo nilipoanza sasa kutafuta kila mwanaume ili niweze kulala naye. Kila mwanaume ambaye alikuwa anahitaji hata kunijaribu tu, mimi nilikuwa nikiridhia kwa sababu nilikuwa nikihitaji sana.
Na ndicho kilichotokea pale bwana, nikajikuta mimi nafanya tu. Kuna wakati nakumbuka hata kipindi niko chuo, nilikuwa naona kila mwanaume kama anitoshi vile. Niliamua kwenda sasa kufanya biashara ya kujiuza, ili mradi niweze kukutana na mwanaume ambaye atanifaa na kunifiti katika mambo yangu. Hali yangu ile inaniendesha siku nyingi sana, najisikia kufanya tu mambo hata kama hata kama nina mume nyumbani, lakini bado nahitaji kufanya mapenzi na mtu mwingine. Lakini ni athari ambayo ilionitokea toka nikiwa mtoto. Sikupenda kabisa kwanza michezo hiyo. Lakini mamangu akambo alinisukumizia kwa mdogo wake. Na babangu alishindwa kusimama na mimi ili kuweza kutetea usalama wangu, kutetea utu wangu. Baba alishindwa kwa sababu ya watu wake hawa. Yaani kutokana tuna tabia zake zile ambazo aliona kwamba ndo nzuri. Baba alishindwa kunitetea. Na mimi nilikuwa sina uwezo wa kujitetea. Mama akambo ndo kwanza alikuwa ananisukumizia zaidi. Siwezi kusahau kila jambo nalolipitia sasa hivi ni kwa sababu ya mambo ambayo niliyopitia kipindi nikiwa mtoto. Huwezi amini, mimi sikufika darasa la 5 nikiwa na msichana. Nilikuwa tayari nimefanywa kila kitu. Mungu asaidie sana hii hali isiendelee kunitesa sana, ili mambo mengine yaweze kuendelea. Basi bana, kufikia hapo mimi sina la ziada. Natumaini kwamba nawe kuna kitu umejifunza katika simulizi yangu hii. Mungu akubariki sana. Hii ni makala simulizi. Tukutane katika wakati mwingine. Bye bye.